Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Tupa mchezo mgumu sana hii leo. Walikuja na mpango mzuri, walikuja na plani ya kueleweka ya kiufundi ya kuweza kutuzuia, na of course wamefanikiwa kutuzuia. Nafikiri msimu huu katika mechi ambayo imetupa wakati mgumu kwenye mechi zote mbili, basi ni Mashujaa. Mechi kule kwao ile Kitanganyika ilikuwa very tough. Dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi leo hapa KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli kweli. Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza. Na bahati nzuri Mungu akawa upande wao, wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya. Wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika kwanza kusawazisha bao hilo, tutafute na bao la ushindi. Hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli kweli. Lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wapo kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama. Na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia. Na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli kweli. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, moja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, ameucheza huu mpira, amefundisha timu nyingi kweli kweli, ana exposure kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri. Lakini kama haitoshi, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure aina yoyote ile, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu. Lakini yote kwa yote sasa Mashujaa wakasahau kitu kimoja, discipline, kwamba nidhamu ndio ingewawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu, hasa baada ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano. Goli kipa wao akaenda kufanya makosa ya kitoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18, wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote 90. Tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizika. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama 3. Na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinjwa. Kwa wale ambao wameshachinja, lazima atakukuruka tu. Lazima afanye vurugu. Ndicho ambacho amekifanya Mashujaa. Ilikuwa lazima tumchinje tu. Sasa tunamchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kwa yote kisu kimepita, nyama kaondoka na alama 3, sherehe zinaendelea. Tuna sherehe ya finali, tuna sherehe ya CAS, na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa ile. Na hii ilikuwa ni kama ile mechi ya nusu finali ile ambayo mlikuwa jukwani kule mmeshikilia nafsi. Yeah, of course haikuwa mechi ya starehe sana hii leo. Sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja, bao mbili, bao 3, kipindi cha pili unakuwa umerelax, unaangalia zako boli. Mechi leo ilikuwa na pressure kwa sababu tayari umeshatanguliwa. Tulikuwa tumekaa jukwani pale tukawa tunafarijiana, nasema hii baskeli ya mechi tu muda wote na shughuli inaishia hapa. Lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza accumulate pressure. Kwa hiyo hatujaenjoy hata kidogo football. Tumekuja kuenjoy mwishoni kabisa baada ya filimbi ya mwamuzi ya mwisho. Semaji pia huku nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. Mimi siwezi kuzungumzia maamuzi. Kwa unaona tu yuko sawa. He was right, na jopo lake wote walikuwa 180% very right. Yes. Na waamuzi wetu wamekomaa sana. Wako very very stable. Kama wale wa VAR. Semaji, umesema una sherehe ya CAS. Ulikuwa unafuatilia kinachoendelea huko? Ya mechi tumemaliza. Semaji, unaweza kusema kauli ya ubaya ubwela imedhihirika leo kikamilifu? Ubaya ubwela maana yake ni kwamba tutakufanya vibaya utake usitake.
Ndio maana ya ubaya ubwela, na ubaya ubwela ina asili ya kulazimisha. Hiyo ndio ubaya ubwela, yani unataka usitake utatoa. Hiyo ndio yani mpaka ifike dakika ya mwisho yenyewe ubaya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kama hii wapinzani kama hawa, ubaya ubwela hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo ndugu zanguni, mmeona hizi taa zenu hizi ndugu zangu waandishi wa habari, leo mngeziwasha hapa ili tucheze mechi ishe. Namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala. Leo tungecheza mechi na torch, tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpira, tucheze mpaka dakika 90 za haki zikamilike. Hilo balaa. Pengine labda kama mngedondosha anapoita kwamba maswali mawili mnachanganya. Amoni shida anapoita kwamba mnashinda kwa penalti. Kwanza ushindi ni ushindi, lazima utambue hilo. Iwe kwa penalti, iwe kwa faulo, iwe kwa namna yoyote ile, ushindi ni ushindi, ili mradi ni ushindi halali. Na tuwaambie tu, penalti ndizo zimetupeleka sisi finali baada ya kupigiana penalti na Almasi. Usidharau penalti. Na hata baba ingia kambani. Namna mechi ilivyoendelea, pressure kubwa. Kama mngedondosha alama na kimahesabu ilikuwa ndio ilisha. Yeah, of course. Kama tungedondosha alama, maana yake tulikuwa tunaweka ubingwa rehani. In either way, kupoteza ama kusare, hesabu zilikuwa zinakaa vigumu mno. Lakini ndio maana tukapambana ili kusecure pointi 3 za leo, mbio za ubingwa ziendelee kuwa hai. Ndio maana tukapambana kweli tuweze. Lakini kwa nini labda tumecheza, hii swali mjaniuliza, kwa nini tumecheza mchezo wa aina hii? Tumetoka kucheza mechi kubwa na ngumu sana ya nusu finali pale Afrika Kusini. Unategemea ukitoka kucheza mechi ya aina kama ile ambayo tumecheza nusu finali, mechi inayofuata lazima mcheze kwa kiwango cha chini sana.